Mungu. Ninasema jina la Bwana libarikiwe. Ninashukuru mama mchungaji kunipea nafasi kusimama hapa kwa ajili ya kutoa neno la Mungu. Ninashukuru pia baraza la wazee wote kwa ujumla na baraza lote la RPLC. Ninawashukuru kwa kunipea nafasi ya kusimama hapa kulitoa neno la Mungu. Mungu awabariki na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunakwenda kuzungumza kuhusu habari ya msalaba. Kichwa ya neno yetu ni habari ya msalaba. Amen. Lakini tutakumbuka ya kuwa tuko katika kipindi cha Pasaka. Ni kweli tuko katika kipindi cha Pasaka na mwezi wa Pasaka, na pamoja na hiyo tutazungumzia kidogo kuhusu Pasaka kabla tuende kwa somo letu inayohusu habari za msalaba. Amen. Tunapozungumzia sikukuu ya Pasaka kwa Waisraeli, Pasaka kwa Waisraeli ilikuwa sikukuu mojawapo kubwa katika sikukuu ambazo Waisraeli walikuwa wakizisherehekea. Na sikukuu ambazo Waisraeli walikuwa wakizisherehekea zilikuwa sikukuu 7. Na zile sikukuu 7 kulikuwa sikukuu 3 ambazo ni sikukuu kubwa tena za muhimu kuliko sikukuu zingine. Na katika sikukuu hizo 3 ambazo zilikuwa za muhimu tena kuu kuliko sikukuu zingine, ya kwanza ilikuwa ni Pasaka. Amen. Ya pili ilikuwa sikukuu ya Pentekoste ambayo ilikuwa inafanyika siku 50 baada ya Pasaka. Pentekoste ilikuwa inafanyika. Sikukuu ya 3 ambayo ilikuwa ya muhimu kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wakisherehekea ilikuwa sikukuu ya vibanda. Amen. Sikukuu ya vibanda. Sasa tutakwenda kuzungumzia sikukuu hizi kwa kuwa tuko katika sikukuu ya Pasaka. Tutaongelea zaidi sikukuu ya Pasaka. Zile zingine nitawaambia maana gani na kwa nini walikuwa wanazisherehekea kwa haraka, lakini sikukuu ya Pasaka acha tuizungumzie. Amen. Sikukuu ya Pasaka kwa Waisraeli ilikuwa sherehe kubwa, sababu ilikuwa sherehe ya ukombozi wao toka utumwa wa Misri. Amen. Tunaipata katika Kutoka 12 mstari wa 2 na wa 3, mstari wa 6 pia na wa 7. Ukisoma hapo, hatutasoma sababu tunaenda kukomboa muda. Nitakuwa ninawapatia tu mishairi mnaandika, alafu wewe utasoma mwenyewe nyumbani, sababu tukiendelea na kusoma itakula muda. Nitakuwa ninawapatia tu mishairi. Pasaka, Kutoka 12 mstari wa 2 hadi wa 3, unaruka mstari wa 6 hadi wa 7. Sikukuu ya Pasaka ilikuwa ndio ya mwanzo wa mwezi na ilikuwa ndio sikukuu ya kwanza Waisraeli walikuwa wakiisherehekea. Kama vile nilishaongea, sikukuu ya Pasaka ilikuwa sikukuu ya ukombozi kwa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri. Amen. Na kwetu sisi sasa sikukuu ya Pasaka ni nini? Sisi ambao ni Wakristo wa leo, sisi ambao ni wana wa Mungu, sisi ambao tumekombolewa kwa damu ya Yesu, sikukuu ya Pasaka kwetu ni ukombozi na wokovu wetu. Amen. Ukombozi na wokovu wetu kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia kazi ya Yesu msalabani. Hiyo ndio maana ya sikukuu ya Pasaka kwetu sisi wa leo, sisi wa Kristo. Damu hiyo hiyo mwangika msalabani ndiyo sikukuu ya Pasaka kwetu, kwa kuwa Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wetu aliyechinjwa. Yesu Kristo alichinjwa kwa fahari petu na kumwaga damu yake ili atukomboe sisi. Amen. Andiko iko katika ile Kutoka 12:6 nishakupea nayo. Yesu amefanyika kuwa Pasaka yetu ili sisi tupokee ufungulivu wetu, ama Yesu
Yesu amefanyika kuwa Pasaka yetu ili sisi tupokee deliverance yetu. Amen. Amen. Yesu alifanyika kuwa Pasaka yetu ili sisi tuwe delivered, tupokee deliverance. Amen. Amen. Tupokee ufungulivu wetu. Amen. Na katika ufungulivu wetu ilikuwa katika njia ya kukiri dhambi zetu na kusema Yesu ni Bwana. Tunapokiri dhambi zetu na kusema Yesu ni Bwana, tunapokea ufungulivu wetu. Ile ni moja. Pili, kwa kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu, tunapokea ufungulivu wetu. Amen. Tunapomwamini Yesu, tunamkubali, tunampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapokea deliverance yetu ama ufungulivu wetu. Waisraeli walikuwa wanasherehekea Pasaka kila mwaka kwa ukumbusho wa ukombozi wao kutoka Misri. Amen. Ile nilishaongea. Unasoma ile Kutoka 12:7-8 utapata kazi ya Pasaka, maana ya Pasaka. Amen. Amen. Sasa acha nizungumzie kazi ya ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Amen. Amen. Kuna kazi tatu ambayo iliacha Yesu amwage damu yake msalabani. Kazi tatu. Kazi ya kwanza ile ya damu ya mwana kondoo iliyoacha hiyo damu ya mwana kondoo imwangwe. Hapa ninaongea kuhusu wana wa Israeli. Damu ya mwana kondoo ilimwangwa, kondoo ikachinjwa. Kazi ya hiyo damu ambayo ilichinjwa ni kwa sababu iwalinde wana wa Israeli kutoka na malaika wa kifo ama malaika muharibifu. Utakumbuka ya kuwa wana wa Israeli walipoishi katika nchi ya Misri, waliishi kwa utumwa, waliishi kwa mateso, waliishi kwa shida, waliishi kwa kuondelewa, waliishi kwa dhiki. Na Mungu akamchagua Musa aende komboa taifa lake la Israeli. Lakini Musa alipoenda kwa Farao, haikuwa kazi rahisi. Farao hakukubali, Farao alikataa. Na sababu ya ugumu wa moyo wa Farao, mapigo yakaanza katika nchi ya Misri. Kulionekana pigo 10. Ya kwanza ikawa ile ambayo Musa alitupa fimbo chini, ikageuka kuwa nyoka, ikameza nyoka zote za Misri. Pigo ya mwisho ndio ilikuwa hii pigo ambayo tunaizungumzia saa hii, ukombozi wa damu. Ilikuwa sababu iwalinde wana wa Israeli. Ili kondoo ilichinjwa ilikuwa sababu iwalinde wana wa Israeli na huyo malaika wa kifo. Sababu Musa akaambiwa na Mungu aambie Waisraeli wote, kila nyumba wachinje mwana, na huyo mwana kondoo akishachinjwa wakamate damu ya mwana kondoo wainyunyize juu ya dari ya mlango wa nyumba. Malaika wa kifo, malaika wa uharibifu atakapopita kuua kila mzaliwa wa kwanza wa Misri na kila mzaliwa wa kwanza kwa wanyama wa Misri, atakapoona hiyo damu juu ya dari ya mlango, malaika atapita, atafanya uangamizi katika nyumba hii. Na Mungu aliambia Musa aagize wana wa Israeli wachinje kondoo, kila nyumba ichinje. Kazi ya hiyo damu ndio ilikuwa kazi ya kuwalinda na hiyo vifo. Yaani hakungekuwa nyumba ya Mwisraeli ambayo kifo ingeingia. Wana wa kwanza wazaliwa wa Misri, kila aliyekuwa mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri aliuawa.
Kila aliyekuwa mzaliwa wa kwanza kwa wanyama katika nchi ya Misri aliuawa, lakini kwa Waisraeli haikuwa hivyo, sababu hiyo damu malaika alipokuwa anaiona, hiyo damu ya mwana kondoo ilikuwa ukombozi wa maisha ya wana wa Israeli. Amen, amen. Kazi ya pili, Musa akawaambia wale nyama, ile nyama ya mwana kondoo ilikuwa ya kuwatia nguvu. Watakapokula ile nyama ya mwana kondoo aliyechinjwa, ilikuwa nyama ya kuwatia nguvu, kwa kuwa walikuwa wanaandaa safari ya kutoka katika nchi ya utumwa na kwenda nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani. Sasa ilibidi kila nyumba wachinje mwana kondoo, wakule nyama zake, ili watakaposafiri kwenda Kanaani wawe na nguvu. Amen, amen. Kazi ya tatu ya ile nyama, sababu imesemeka ya kwamba kila mtu, kila mwanamemba wa kila familia katika nyumba hiyo ilibidi ale kwa hiyo nyama. Amen, amen. Na hiyo nyama ilikuwa ili wale watu wote wa familia wanaopatikana katika nyumba hiyo wakombolewe, kusiwa hata mmoja ambaye atakaye angamie. Amen, amen. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya huyo mwana kondoo. Acha tusome Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Sijui Esther unaweza nisomea ama tupite, tutasoma nyumbani. Inasema, kwa maana Pasaka wetu amekwisha. Agizo lake kwa wanafunzi wake ilikuwa kuchukua mkate na kuchukua kikombe kwa ukumbusho wake. Ndiyo hiyo tunaiita meza ya Bwana. Ile ambayo tunaita meza ya Bwana mara kwa mara ndio ilikuwa ukumbusho wa Pasaka kwa Yesu na wanafunzi wake, wakichangia mkate, wakichangia na kikombe. Ilikuwa tu kuwakumbusha ya kwamba inabidi wawe wanafanya hivyo kila mara wanapokusanyika kwa kumkumbuka Yesu. Amen, amen. Sikukuu ya pili kubwa nilisema ni Pentekoste. Sikukuu ya pili kubwa ni Pentekoste. Unaipata katika Mambo ya Walawi 23, 15 na 17. Mambo ya Walawi 23, 15 na 17. Esther unaweza tusomea hapo. Mambo ya Walawi 23, 15 na 17. Mambo ya Walawi 23, 15 na 17. Maandiko yanasema hivi. Mambo ya Walawi 23, 15. Maandiko yanasema, nanyi mtajihesabu tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mlio uleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, zitatimia Sabato 7. 16. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nanyi mtamsogezea Bwana sadaka ya unga mpya. 17. Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu za 12 za efa, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Amen. Niko nasema kuhusu Pentekoste. Nikasema Pentekoste ilikuwa sikukuu ya ujazo wa Roho Mtakatifu kwa wana wa Israeli. Ilikuwa pia
sikukuu ya ubatizo. Ni siku wana wa Israeli walibatizwa katika Roho na katika moto. Ndio ilikuwa sikukuu ya Pentekoste, na sikukuu ilikuwa inafanyika siku 50. Sikukuu ya Pentekoste ilikuwa inafanyika siku 50 baada ya Pasaka. Ukataka kupata hiyo, soma katika Mathayo 26:56. Mathayo 26:56. Hatutasoma hapo, usome peke yako. Na wakati Pentekoste ilipokuja, walipokea katika unyofu. Ni kusema wakati Pentekoste iliwajia Waisraeli ama wanafunzi wa Yesu, maandiko yanasema waliipokea katika unyofu. Ukiangalia mzuri katika Yerusalemu, unaposoma maandiko, wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kunyakuliwa na kwenda mbinguni walikuwa na woga. Amen. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na woga, walijifungia katika chumba kimoja, kwa kuwa Yesu aliwapa ahadi, akawaambia wangoje Yerusalemu, atawatumia uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa walipokea nguvu za Roho Mtakatifu wakiwa katika woga, lakini sababu Yesu alikuwa amewaahidi, ilibidi ahadi itimie. Siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alishuka, na Roho Mtakatifu aliposhuka, udhaifu ule wote waliokuwa nao, uoga waliokuwa nao uliondoka. Ndo Petro akasimama na ujasiri. Petro ambaye juzi alimkana Yesu eti hamjui, akasimama na ujasiri, akaanza kusema, ule Yesu ambaye mlimsulubisha, ule Yesu ambaye mlimuua ni Bwana na Mwokozi, mumwamini. Atakaye mwamini hataokoka, asiye mwamini hatakufa, hatapotea, hataenda jehanamu. Petro akaanza kuhubiri. Amen. Maandiko inasema watu 3,000 ni sababu uoga ulitoka. Na maandiko yanasema baada ya Roho Mtakatifu kushukia wanafunzi, ile uoga iliwatoka, ndipo wakaanza enda Yudea, Samaria hadi mwisho, na ndio injili kaenea duniani pote. Amen. Amen. Ile ilikuwa sikukuu ya Pentekoste. Sikukuu ya tatu ya muhimu kwa wana wa Israeli ilikuwa sikukuu ya vibanda, tabernacle. Sikukuu ya vibanda kwa French wanaita tabernacle. Tabernacle Kiingereza ni hivyo. Ndio hiyo tabernacle. Sikukuu ya Amen. Ndio hiyo sikukuu ya vibanda. Walawi 23:34 utaipata pale. Wana wa Israeli walikuwa wanakaa kwa vibanda. Walipofika katika mji fulani ama mahali fulani, walikuwa wanakaa kwenye vibanda. Wote walikuwa wanakaa kwenye vibanda. Sababu ya kukaa kwenye vibanda, sababu ya kukaa kwenye vibanda ilikuwa kukumbuka safari yao ya kutoka Misri kwenye nchi ya utumwa. Yaani walipokuwa wanapiga hatua wakitoka kwa mji huu wafiki kwa mji ingine, wanakaa kwenye vibanda. Na hapo kwenye vibanda ambapo walikuwa wanakaa, ilikuwa kwa ajili ya kukumbuka safari hiyo ya kutoka Misri katika nchi ya utumwa, wakifurahia kwa kuwa wanaenda katika nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani, nchi ya maziwa na asali. Na kwa jumla zile sikukuu 7, tukipata sikukuu ya 4 sasa, hiyo ninaenda haraka. Sikukuu ya 4 ni sikukuu ya malimbuko. Sikukuu ya malimbuko, tunajua malimbuko. Amen. Walawi 23:10 hadi 11 utaijua pa malimbuko, ukisoma pale utajua. Walawi
23:10 hadi 11. Kiunabii, sikukuu ya malimbuko ilikuwa inamaanisha ufufuko wa Yesu Kristo. Ilikuwa inamaanisha kufufuka wake Yesu Kristo, ndio ilikuwa inazungumziwa hapo. Amen, amen. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 8, Paulo alijiona kama yeye ni limbuko, sababu Yesu alikuwa limbuko yetu. Paulo naye akajiona kama limbuko, kwa kuwa katika limbuko kuna mabadiliko. Mahali kuna limbuko kunaonekana mabadiliko. Amen, amen. Ndio maana unaposoma Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 17 inasema, mtu akiwa ndani ya Yesu yeye ni kiumbe, yaani kuna mabadiliko ya kale yanapita na mambo yote yanakuwa. Yaani mtu anapokuwa ndani ya Yesu ni sharti kuonekane mabadiliko. Amen, amen. Usiseme umeokoka na jana ulikuwa mwizi tukuone tena kwa mwizi. Usiseme umeokoka jana ulikuwa mlevi tukupate tena kwa ule. Usiseme umeokoka jana ulikuwa kahaba tukupate tena kwa ukahaba. Amen, amen. Hiyo ndio ilikuwa sikukuu ya malimbuko, sikukuu ya mabadiliko. Wana wa Israeli walikuwa wanaisherehekea. Amen, amen. Sikukuu ya 5 ni sikukuu ya baragumu. Sikukuu ya baragumu, Mambo ya Walawi 23:25. Mambo ya Walawi 23:25. Waisraeli walikuwa wanakusanyika kiunabii, sababu watu wote walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali. Amen, amen. Ukikumbuka mzuri, taifa la Israeli walikuwa makabila 12. Amen, amen. Sasa hii sikukuu ambayo tunayoisema hapa ya baragumu ndio sikukuu ambayo ilikuwa inawakusanyisha wana wa Israeli kwa pamoja, inawatia kwa pamoja, kama vile Zaburi ya 133 inasema 1 hadi 3, tazama ni vema na ya kupendeza ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Amen. Sasa sikukuu ya baragumu ndio ilikuwa inakusanyisha Waisraeli wote, zile makabila zote 12 kwa pamoja, na wakifurahia Mungu siku hiyo. Amen, amen. Na kwa leo sasa Mungu analeta watu wote pamoja kupitia msalaba wa Yesu. Amen, amen. Kwa leo Mungu analeta watu wote pamoja kupitia msalaba wa Yesu. Matendo ya Mitume 3:19 hadi 21. Matendo ya Mitume 3:19 hadi 21. Msalaba wa Yesu. Kupitia kazi ya msalaba, damu ya Yesu iliyomwagika njoo imetuleta sisi wote kuwa pamoja. Inatoa Wakongo huko Kongo, inawaleta kwa Wakenya. Amen. Tunajikuta Wakongo, Wakenya, Warundi, Watanzania, watu wa mataifa yote tumekuwa pamoja.